Yanga siku ya leo wameweza kushinda magoli matatu, lakini wameruhusu goli moja. Tumeshuhudia Yanga ikiwa bora sana katika safu ya ulinzi. Leo kimetokea nini mpaka wameweza kuruhusu goli moja? Timu inaporuhusu goli moja au safu ya ulinzi inaporuhusu goli moja haimaanishi kwamba safu ya ulinzi ni mbovu. Umeelewa? Kwa sababu hata timu kushinda haimaanishi kwamba wao hawakuwa na makosa uwanjani. Ila ni vile wanavyokuwa wamegundua makosa yao yako katika eneo gani na kuweza kulikava kwa wakati ili wasimruhusu mpinzani kuweza kuendelea kuwaadhibu. Tunaona timu nyingi Ulaya. Barcelona imekuwa inashinda kila siku lakini inaruhusu magoli. Manchester City the same. Inashinda hata mpaka goli 6 lakini inaruhusu magoli. Kuruhusu goli haimaanishi kwamba ni safu inakuwa mbovu. Tena goli lenyewe moja haimaanishi kwamba safu inakuwa ni mbovu, ila ni makosa madogo yanayokuwa yanatokea yanafanyika uwanjani, mwisho wa siku wanaruhusu goli. Pale wanapokuja kushtuka kuwa kumbe kuna eneo tuliliacha wazi, wanarudi wanalikava kwa wakati na mwisho wa siku wanazuia wasiruhusu goli zaidi ya hilo wanaruhusu wameruhusu kwa wakati huo. Eliza, huoni kama huu ni udhaifu ambao unaanza kujitengeneza katika safu ya ulinzi ya Yanga? Kwa sababu ukirejea mchezo dhidi ya National Real waliweza kuruhusu goli aina ya namna hii, mpira ambao umepotezwa katika eneo la kiungo, wakaupoka wapinzani na wakaja wakafunga goli, na goli dhidi ya Dodoma imetokea scenario ya aina hiyo. Huoni kama ni uzoefu ambao unaendelea kujitengeneza katika safu ya ulinzi ya Yanga? Ni kwa nini usiwapongeze hata hao wapinzani ambao wanajua kabisa kwa nyakati hizi Young Africans safu yake ya ulinzi imeregea, ngoja tuwashtukize? Ni kwa nini usiwapongeze na unaanza kuwaandareti na safu ya ulinzi ya Young Africans? Unapoizungumzia National Ahali unazungumzia grade ambayo ni ya tofauti kabisa barani Afrika. Kuna watu walikuwa wanagongwa goli 5 na Al Ahly, lakini ndani ya miaka 5 Young Africans hajawahi kufungwa goli 5 na Al Ahly. Ni hizo 2-1 sare, si ndio? Kwa hiyo kabla haujawaandaleti walinzi wa Young Africans, basi wasifie wapinzani, safu ya ushambuliaji ya mpinzani, kujua kwa wakati kwamba safu ya ulinzi ya Young Africans imepwaya. Maana nisipoitumia hii chance kwa wakati huu, hakuna wakati, wakishajua makosa walipoyafanya, hakuna wakati nitaweza kutumia hii nafasi na nikaweza kupata goli. Wakishajua uzuri timu ya Young Africans, wakishajua kwamba tumeruhusu goli, basi safu yetu ya ulinzi ishafanya makosa, golikipa kashafanya makosa, tunachotakiwa kukifanya, kazi inayobaki sasa ni kazi ya ushambuliaji, kuhakikisha lile goli ambalo wameruhusu linarudi na wanatafuta la pili ili waweze kwenda wakiwa na kifua mbele wanashinda hiyo mechi. Kwa hiyo mimi kabla sijaandaleti safu ya ulinzi ya Young Africans, natakiwa niipongeze safu ya ushambuliaji ya Dodoma Jiji, natakiwa niipongeze safu ya ushambuliaji ya Al Ahly na grade ambazo wanazo. Unajua kwa ligi yetu ya Tanzania timu nyingi zinapokuja kukutana na Young Africans, hata wakipata goli moja huwa wanashukuru sana. Wanachokufurahia ni kumfunga Djigui Diarra kutokana na statistiki zake ambazo amezitengeneza kwenye ligi yetu, kwenye michuano ya kimataifa na hata AFCON. Kwa hiyo hata leo hii Tanzania ikienda ikamfunga Edward Mendy, lazima tutazungumza. Umeelewa? Dube mechi yao ya kwanza AFCON walicheza na Egypt. Dube ndiye aliyefunga goli la kwanza lakini wakafungwa 2-1. Lakini ni jinsi gani ilivyozungumzwa kwamba Dube kaifungua safu ya ulinzi ya Egypt na akaweka kamba. Hawakuzungumza kwamba wamepoteza, ila wamezungumzia goli la Prince Mpomelelo Dube. Kwa hiyo sometime kabla hamjakosoa safu ya ulinzi ya timu fulani, iangalie au ipe credit safu ya ushambuliaji ya mpinzani kwa kuweza kupasua ile ngome. Bado Young Africans anabaki na statistics zake kwamba yeye ndiye aliyeruhusu goli chache. Mpaka sasa hivi ameruhusu magoli 2 kwenye ligi. Kwenye michuano ya kimataifa ameruhusu magoli 2. Ili hali kuna timu haijapata goli hata moja. Imefunga goli moja, imeruhusu magoli 4. Umeelewa? Kuna timu kati ya timu 16 ambazo zinashiriki michuano ya kimataifa kwa maana ya klabu bingwa ziko makundi, haina pointi hata moja hata ya kuanzia kwenye kikao. Umeelewa? Why uanze kuiandaleti safu ya ulinzi ya Young Africans ambayo michuano ya kimataifa mpaka sasa hivi imeruhusu magoli 2 peke yake, ili hali kuna safu ya ulinzi ambayo imeruhusu zaidi ya magoli 2 na kuendelea. Kwa hiyo mimi nadhani kabla hujawaandaleti safu ya Young Africans ya ulinzi, unatakiwa uwape credit safu ya ushambuliaji ya Dodoma, uwape credit safu ya ushambuliaji ya Al Ahly kwa kile walicho
walichokifanya wakafanikiwa kuifungua safu ya ulinzi ya Young Africans. Eliza, umeongelea safu ya ushambuliaji ya Dar es Salaam Young Africans kwamba inatakiwa ipongezwe, lakini tumejaribu kuangalia katika kipindi cha kwanza katika mchezo wa leo, tumeona Yanga walikuwa wamestruggle sana kupata magoli, lakini baada ya kipindi cha pili kuingia, kocha alipofanya mabadiliko, tumeona wameweza kupata goli 2 zaidi. Unadhani nini ambacho kilikuwa kinasumbua katika kipindi cha kwanza mpaka kocha alipofanya mabadiliko ikaweza kuzaa goli nyingine 2? Hivi nimesema safu ya ushambuliaji ya Young Africans ipongezwe, maana hapa tumezungumzia safu ya ulinzi, ujue labda utakuwa haujaelewa vizuri. Safu ya mpira unachezwa dakika 90. Matokeo yanapatikana ndani ya dakika zozote zile. Umeelewa? Kwa hiyo ukishaona, ndio maana huwa kuna wachezaji sabu. Ukishaona kwamba huyu kuna kitu kinapelea, unamtoa unamuingiza mtu mwingine. Bado kinachoenda kupambaniwa pale ni pointi 3 na kuhakikisha timu inaondoka na alama 3, kwa sababu usharuhusu goli, unaondoka na magoli 2 mpaka 3 kuhakikisha unaondoka na alama 3. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwamba Young Africans wamechelewa kupata matokeo. Mpira hauchezwi dakika 45. Mpira unachezwa dakika 90. Hata ikiwezekana huwa wanaenda mpaka extra time kama ni lazima apatikane mshindi. Kwa hiyo mimi nadhani safu ya ulinzi safu ya ushambuliaji ya Young Africans ni ya kupongeza, kwa sababu kuna watu wameshindwa kufungua safu ya ulinzi ya Young Africans, si ndio? Lakini why safu ya ushambuliaji ya Young Africans, kuna timu ambazo zimefungwa na Dodoma, kuna timu ambazo zimesare na Dodoma, lakini why ushindwe kuipongeza safu ya ulinzi ya Dodoma ambayo imeweza kuruhusu magoli machache dhidi ya Young Africans wakati kuna timu ilifungwa goli 6? Umeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani kabla hujawaandaleti safu ya ulinzi ya Young Africans, bado tutarudi pale wapongeze safu ya ushambuliaji ya Dodoma kuweza kuhakikisha kwamba na sisi hasa yule aliyefunga mwenyewe atakuwa anajisifia, nimemfunga Diara, si ndio? Kwa hiyo sometime mpongeze mchezaji hata kwa uwezo wake aliyouonyesha uwanjani kabla haujamwandaleti yule ambaye alikuwa anamzuia. Tukibakia hapo katika safu ya ushambuliaji ya Yanga, Depo amekuja dirisha dogo, lakini mpaka sasa hivi tunazungumza miongoni mwa performance bora ambayo ameionyesha. Hii inatoa taswira gani? Uelewa wangu mimi sio uelewa wako, sio uelewa wa kaka, sio uelewa wa kaka. Lakini na jinsi mimi ninavyoadapti mazingira ya eneo fulani ni tofauti na wao wanavyoadapti mazingira ya eneo fulani. Ndio maana hata Fiston Kalala Mayele alikuja, sisi tulikuwa hatuna imani naye. Walikuja wawili, alikuja Makambo na Fiston Kalala Mayele. Mechi ya Yanga Day alicheza Makambo, umeelewa, Mayele akiwa juu. Lakini mechi ya Ngao ya Jamii akaaminiwa Mayele anapewa assist na Faridi Musa anafunga. Kuanzia hapo kila mtu akawa anamwamini Fiston Kalala Mayele. Kwa akiwa akosekana Mayele akiwekwa Makambo, unaona kabisa watu wana doubt. Kwa hiyo mimi nadhani wachezaji wa Young Africans ambao wamekuja wanaojaribu kuonesha tuwasifie uelewa walionao wa uharaka kuweza kuadapti mazingira tofauti na yale waliotoka. Kuna watu wengine wanachelewa kuadapti mazingira, ndio kina Lassane Kouma mpaka leo hii wanahangaika, kina Momo Dombia, kina Celestine Ekua mpaka sasa hivi wanahangaika kuadapti mazingira ya Tanzania. Sio kwamba ni wachezaji wabaya, hakuna kiongozi anayeingia sokoni kwenda kumtafuta mchezaji ambaye hawezi kukidhi vigezo vya kuja kuichezea timu ya Young Africans, kwa sababu mchezaji anapofanya vizuri pia sifa inaenda kwa kiongozi kwamba mchezaji fulani ana perform vizuri. Ameletwa na nani? Ameletwa na engineer. Anaanza kutafutwa, huyu engineer yukoje, ana jicho gani? Umeelewa? Kwa hiyo ni sifa kwa pande zote tatu. Sifa kwa mchezaji kwa kuonesha kile ambacho uongozi uliamini ukaenda kumchukua. Sifa kwa ligi ya Tanzania, imepata mtu ambaye pengine hatukuwahi kumpata, na sifa pia kwa kiongozi aliyemleta kwa kutumia macho 2 mpaka 3 kuhakikisha anampata, kwa sababu ni mchezaji ambaye sometime anakuwa anagombaniwa na vilabu vingi. Kwa hiyo mimi nadhani wachezaji wa Young Africans ni wanajaribu kuadapti mazingira kwa uharaka kutokana na mazingira tulionayo, kwamba wamesajiliwa ligi ikiwa inaendelea, wamesajiliwa michuano ya kimataifa ikiwa inaendelea. Kwa hiyo wana kila sababu ya kumprove mwalimu kwamba haujanileta Young Africans kwa bahati mbaya. Depu ni mchezaji ambaye ametengenezwa na Pedro Goncalves akiwa Angola. Pedro ametokea Angola, amemtengeneza yeye mwenyewe. Kwa hiyo aliona Andy Boeli, huyu sitaweza kufika naye, lakini kuna mchezaji ambaye mimi mwenyewe namjua jinsi anavyozunguka uwanjani na anaweza akanisaidia kwa kitu ambacho nahitaji kukitengeneza kwenye timu ya Young Africans. Naombeni mniletee huyu mtu, anacheza ligi fulani. Uongozi ukapambana kuhakikisha wanamleta yule mchezaji ambaye mwalimu anamhitaji. Amemleta, mwalimu amekaa naye, amezungumza naye, mimi nakujua, ndio maana
nikaamua wewe uje, najua utakuja kunisaidia mwisho wa siku, na mchezaji hajaweza kumwangusha. Kwa hiyo mimi nadhani ni wachezaji wazuri, hakuna mchezaji mbaya hata mmoja. Hata wao wenyewe sio kwamba wanapenda vile wanavyokuwa wanapitia kama wakiwa wameshindwa kusurvive kwenye ligi ya Tanzania, ili hali walisajiliwa kwa kuimbwa, walipewa imani, mashabiki wanawaimba, wadau wa mpira wanawaimba, lakini mwisho wa siku wanakuja wanashindwa kufanya vile vitu. Hata wao pia nafsi yao wanaumia, kwa sababu unakuta mchezaji mwingine alitamani acheze ligi ya Tanzania, alitamani acheze katika timu ya Young Africans, lakini ndo hawezi kutokana na mazingira ambayo ameyakuta. Sio kwamba ni wachezaji wabaya, ila statistics za mpira wa Tanzania ndizo zilizowakataa kwamba sisi mashabiki wa Young Africans hatuwezi kusubiri, kwa sababu tunahitaji tupewe vitu ambavyo tunavitarajia, lakini mwisho wa siku hakuna mchezaji wa staili hiyo kwamba anakuja tu anakupatia kile ambacho ulikitarajia. Erling Haaland anatoka Dortmund, mechi ya kwanza hakufunga. Guardiola alisimama akasema, kwa jinsi ninavyomjua na nilivyomfuatilia, mpeni muda, na mwisho wa siku anafanya vitu ambavyo ni vizuri. Romelu Lukaku anatoka Inter anaenda Manchester United, alikuwa ni mchezaji mzuri sana, umeelewa, lakini mwisho wa siku haja survive Manchester United. Ameenda Chelsea haja survive, lakini sasa hivi ni tegemeo. Napoli ameumia, mwisho wa siku akafanyaje? Napoli wakawa wanahaha watafanyaje kuziba eneo la Romelu Lukaku. Amerudi jana, nadhani ndio mechi yake ya kwanza, wanachezea kipigo cha goli 3. Kwa hiyo mimi nadhani hakuna mchezaji ambaye anaenjoy yeye mwenyewe kwamba uongozi umempatia imani, alafu mwisho wa siku akafanya vibaya, alafu huyo mchezaji akafurahia. Hakuna mchezaji wa staili hiyo. Neno lako la mwisho kuelekea mchezo wa National marudiano siku ya Jumamosi? Neno langu la mwisho, mashabiki wa Young Africans na wadau wa mpira wanatakiwa wajitahidi kuweza kuisupport timu. Aidha anaweza akawa hana uwezo wa kuvuka maji kuelekea Zanzibar, kwa sababu pia kule kuna watu ambao ni mashabiki wa Young Africans na wengine wanataka watoke huku. Kwa hiyo neno langu, mashabiki wajitokeze kwa wingi kuhakikisha wanaisupport timu ya Young Africans. Tunapambana kwa hali na mali kuhakikisha tunaenda kuzitafuta alama 3 kwenye uwanja wa Guantanamo, kwamba ule uwanja unatakiwa ujue kwamba ni gereza lililoko Sweden. Lile gereza Trump aliliomba ili aweze kuhifadhi wafungwa wake, mle huwezi kutoka. So kama tumeupatia ule uwanja jina la Guantanamo, maana yake ni kwamba kila mtu haruhusiwi hata kutoroka hata ukucha wake, akatoroka hata na alama moja, kwa maana kwamba kila mtu anatakiwa aadhibiwe pale, aondoke akiwa ameisha pewa adhabu yake, aende akatafute matokeo kwenye uwanja mwingine.